Viongozi wa upinzani wanaitaka jamii ya kimataifa kuvunja kimya chao kuhusu makundi ya kihuni ya kisiasa yanayotumika kushambulia baadhi ya viongozi hasa wale ambao ni wa muungano wa upinzani. Viongozi hao wamemkashifu Rais William Ruto kwa kutumia vyombo vya usalama kuwakandamiza viongozi wanaopinga sera ya serikali yake. Kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka anataka jamii ya kimataifa kuingililia kati na kusaidia kukomesha makundi ya wahuni anayosema yanafadhiliwa na wanasiasa haswa kutoka upande wa serikali. Victor Kayanda anaarifu. Na kupiga viongozi wa upinzani na kusumbua mikutano yetu, hiyo sio njia ya kuongoza kwa sifa. Viongozi wa kisiasa nchini wanapoendelea kunyosheana kidole cha lawama kuhusu ongezeko la visa vya utovu wa usalama unaosababishwa na wahuni wa kisiasa, baadhi ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati mazingira ya kisiasa ili kurejesha demokrasia nchini. This is Haiti militia style goonism. And it has no place in a constitutional democracy kama Kenya ilivyo. We call on the international community to take note of the deteriorating democratic space in Kenya and to formally condemn these acts of political violence and hooliganism. Kalonzo ambaye amezungumza akiwa katika kaunti ya Taita Taveta akishtumu hatua ya Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kumwalika Rais Ruto kama mwakilishi wa Afrika katika kongamano la G7 mjini Avion mwezi Juni mwaka huu, na kusema kuwa hatua hiyo inaweza kuhujumu vita dhidi ya ukiukaji wa haki za kibinadamu. A government that deploys goons against its own citizens forfeits its moral authority to represent Kenya at the world stage. Hatua kama hiyo, such a step, President Macron would send a clear and principled message that the international community does not reward actions that undermine constitutionalism and threaten a return to authoritarian rule. Haya yanajiri huku viongozi wa muungano wa upinzani wakijiandaa kutoa taarifa maalum kwa jamii ya kimataifa hapo kesho, wakiwataka kuvunja kinywa chao kuhusiana na matukio ya visa vya kihuni wanayodai yanafadhiliwa na baadhi ya maafisa wakuu serikalini. Na hiyo taarifa itakuwa kali. Kwa tutakuwa kuuliza marafiki zetu ulimwengu mzima wajitokeze, waseme William Ruto ameshindwa na kuongoza nchi ya Kenya ambayo ni nchi ya kidemokrasia. Wakati huo huo, Kalonzo amewaonya viongozi wa upinzani na hasa wa chama chake cha Wiper dhidi ya kutumia wahuni kuwahangaisha wapinzani wao ili kutoa nafasi bora ya ukuaji wa demokrasia. We must hold ourselves to a higher standard. Do not use goons to disrupt your opponents. We cannot condemn wrongdoing nationally while tolerating it internally. Compete fairly. Lead with integrity. Show Kenya what true leadership looks like. Caro Christopher, Undugu TV.